Naanza na kauli hii. Kuna vita nyingi sana ambazo believers waamini wanakutana nazo na wanashindwa kuzikabili, not because, sio kwa sababu they are sinners. Bwana Yesu asifiwe. Sababu most of hivi viapo, maagano au vita nyingi za kiroho ni kwa sababu ya vile ambavyo tayari vimekwisha fanyika kwenye familia ambazo tunatoka. Na a believer, wewe uliyemwamini, unapokuwa unatafuta ufalme wa Mungu, ndipo unapokuja kugundua kumbe kuna eneo haliko sawa kwenye maisha yangu. Kumbe kuna eneo lina vurugu kwenye maisha yangu. Sasa unapogundua kuna eneo lina vurugu kwenye maisha yangu, watu wengi wanakimbilia kufunga na wengine wanakimbilia kuomba. Sasa katika kukimbilia haya yote, kwa nini victory, ushindi, unakuwa haupatikani? Ongea na jirani yako sasa. See, you always pray, mtumishi, si unaomba? Okay, sawa. Najua kuna wengine hapa mko kwenye 40 za Kwaresima. Wengine mlianza mwaka kwa kufunga 21. Lakini nikikuuliza what was the main reason of you to fast, you will tell me. Okay, ngoja nikuulize swali hili. Unafunga ili ufanyaje? Mfano, mimi nakaga kwenye fasting wakati mwingine muda mrefu sana. Yaani naweza nikafuliza kuja nikakaa kwenye fasting muda mrefu, nikaja hata nikaminister ibadani nikiwa kwenye mfungo kabisa yani. Wakati wewe tu nikisema panga vitu unatoka nje kutafuta chupa ya maji. Lakini ukiniuliza why am I fasting, I'll tell you. Labda nikuulize swali. Unafunga ili upate nini? Nguvu. Tuwe ni wa kweli. Unapokuwa umefunga, unafunga ili upate nguvu au unafunga ili upate majibu? Talk to your neighbor. Wengine anasema anafunga ili apate majibu. Na anasema anafunga ili apate majibu. Nyosha tu mkono mtumishi. Kuna kitu nataka nikuelezee hapa. Today I won't teach much. Leo sitafundisha sana. Okay. Tunafunga tupate majibu au tupate nguvu? Mnanichanganya sasa. Let me tell you something. We don't fast ili tupate nguvu. Kwa hiyo unaishia hapo. Atufungi ili tupate nguvu. Yesu anatoka kwenye maombi mlimani, alafu anakutana na mjaribu. Anakutana na nani? Na mjaribu. Baada ya fasting, baada ya nini? Ya mfungo, sio kabla ya nini? Alafu anaanza kumjibu, anamwambia imeandikwa, Baba atafanya hivi, imeandikwa hivi. Kwa lugha nyingine, Yesu kilichompa nguvu ni kile alichokutana nacho baada ya fasting. Kwa alifunga akiwa ana nguvu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 1. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagiza
malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukinianguka na kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Listen to me. Yesu aliweza kufast, aliweza kufunga kwa sababu alikuwa na nguvu. Yesu aliweza kufunga kwa sababu alikuwa na nguvu. Yesu aliweza kufunga kwa sababu spirit yake, listen to me, roho yake ilikuwa ina nguvu. Lakini apart from, nje ya roho yake kuwa na nguvu, Yesu alikuwa na neno. Ndio maana akajibu akasema, imeandikwa hivi, imeandikwa hivi. Sasa you cannot convince me unafunga until you finish. You don't have any word from the Lord. Hauna neno lolote lile. How can you overcome battles? Utawezaje kushinda vita zilizoko mbele yako? You know, majaribu is not because we are sinners. Majaribu sio kwa sababu sisi ni wadhambi. Ndio maana watu wengi wanaofunga ili wapate nguvu, baada ya kufunga akikutana na majaribu, anafikiri tu akimaliza kufunga muda huo huo atakutana na mkate. Watu wengi wamemsusia Mungu kwa sababu ya kushindwa kuwa na tafsiri, na ni kwa sababu pia ya kukosa kuwa na neno. You know, huyu Mungu unaweza ukazungumza naye jambo na asikujibu hata kwa miaka mitatu. Naudia tena, Mungu unaweza ukazungumza naye jambo na asikujibu hata kwa muda wa miaka mitatu. Do you think Yesu wakati amefunga yuko mlimani, unafikiri alifunga ili akitoka aweze kuwa na exact answers na majibu yaliyo sahihi kumjibu Shetani? No, sometimes the more you are deeper, kadri unavyozidi kuzama kwenye maombi, ndivyo hata ukirudi nyumbani kama uko kwenye ndoa, ndio vurugu zinazidi kuongezeka. It is not because God is quiet, no. Nguvu ulionayo ndio inakuingiza kwenye mfungo. Kwa yale ambayo unakutana nayo, in measurement, ni kipimo. Ni kipimo. Ni kipimo cha nguvu ambayo tayari unayo. Na njia ngumu ambayo unakutana nayo ndio inazidi kuonesha nguvu iliyoko ndani yako na kuongeza nguvu zaidi. Ongea jirani yako hapo sasa. Yesu wakati anasema mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno. I'm telling you, ukiwa unaishi kwa sababu ya mkate na uishi kwa ajili ya neno, unaweza ukaacha kila ukimaliza kufunga hali ikizidi kuwa mbaya, kwa sababu ulifunga kwa ajili ya mkate na nguvu. Okay, let me tell you something. Mimi naomba practice hii kitu paka mwezi wa 6 after you tell me. Decide from your heart. Amua kutoka ndani ya moyo wako to love God. Kumpenda Mungu. You know, when you love God, na ukasema I'm going to church, naenda kanisani because I love God, njaa yako ya kumpenda Mungu itamnyima usingizi Pastor John au Askofu Sanbera aweze kutafuta what is a correct answer you need. Ni jibu gani lililo sahihi ambalo unalihitaji?
So when mtumishi akija here, atakapokuja hapa, kwa sababu ya njaa yako ya kumpenda Mungu, unakuta anazungumza exactly, anazungumza sawasawa na kile ambacho nafsi yako itakiwa ipokee hilo neno. Alafu unajikuta ya kwamba unaondoka nafsi yako ikiwa na neno, lakini tayari na majibu yashawekwa in your spirit kwenye nafsi yako. Biblia inasema hivi: utafuteni kwanza ufalme wangu na hayo mengine yote mtazidishiwa. The main purpose, sababu kubwa ya wewe kuwepo duniani, sio mume wako, sio watoto, sio kuendesha gari nzuri. Haya mengine ni marupurupu tu ya kuishi duniani. Mwambie jirani yako, haya mengine ni marupurupu tu. I'm telling you, haya mengine ni marupurupu. Sawa eh? Lakini the main reason ya sisi kuwepo duniani ni kutafuta ufalme wa Mungu. Ndio maana mhubiri kuna saa alisema hivi, nimeona haya mengi. Suleiman babu yako mwenyewe amekufa miaka mingi, hajamfikia Suleiman alivyokula bata. Suleiman alikula raha. Suleiman kuna saa anafika anasema, nimeona mambo yote duniani ya kwamba ni ubatili mtupu. Manake Suleiman kuna saa alifika, alihamishwa kwenye njia kuu ya kutafuta kwanza mapenzi ya Mungu. I'm telling you, we can pray here na Mungu akakufanyia muujiza. Maybe ukawa na nyumba, ukawa na gari, Mungu akakufanyia muujiza fulani. Lakini I'm telling you, kuna vitu tunapokeaga vidogo sana, havijafikia yale mapenzi yake katika ukamilifu wake anautaka kwenye maisha yetu. Sababu Mungu akiangalia nguvu iliyoko ndani yetu, anaona ni ndogo sana, ni ya kulizika sana. Kama mimi sitakagi rafiki anaelezeka haraka haraka. Kwa nini wewe sasa? Yaani rafiki ambaye akishagonga ugali wa muhogo na maziwa ya mgando anajisahau kabisa na dunia yote ya kwake. A friend, rafiki tu ambaye alikuwa safiri, akaanza kusafiri, akaanza kuposti tuko kwenye treni sijara basi. No. Our main purpose in this world, sababu yetu kubwa ya kuwepo hapa duniani ni kutafuta mapenzi yake yeye. Na kuhakikishia, ukiwa ni mtu wa kutafuta mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako, you always love God. I'm telling you. Mungu akubariki. I'm telling you, mimi nakwambia ukweli. Mimi nakwambia ukweli. Siku zote utampenda. Yaani nakwambia, aidha kanisani kuna ibada, hakuna ibada, utajikuta tu unapita kanisani, unasema neno hapo, unaondoka zako. Why? Yaani utajikuta tu unafuatilia, hivi mchungaji wangu leo ameposti nini cha kunijenga kiroho? Hivi leo kanisani wameposti mahubiri gani ya nyuma ya kunijenga kiroho? You always, moyo wako utakuwa unahangaika. Dunia haitakuruhusu uwe na utulivu wa namna hiyo. Wewe jirani yako, una neno la kutosha ndani? Na watumishi wa Mungu, neno sio kukrem vifungo. Maisha yamebadilika jamani siku hizi. Zamani nilikuwa naogopa wenye kukrem vifungu, lakini baada ya kukua nikaelewa. Kukremu vifungu. Malizia. Mbona Yesu asifiwe. Angalia, umepambana na jambo zito, alafu unachoka. Alafu ndani yako kuna mstari unasema, urisi wake unapochoka, yeye huachilia mvua ya neema. Ninakuhakikishia utalia katika ubinadamu wako, kwa sababu wewe ni binadamu. Katika ubinadamu wako utalia, ila katika mapenzi ya Mungu utadeclare the new grace. Utasema, Mungu nakushukuru kwa ajili ya neema mpya. Nimechoka ili unipe neema mpya.
Mungu nakushukuru kwa ajili ya kitu kipya. Mungu nakushukuru kwa ajili ya hili. Haya, ongea na jirani yako hapo. Ninakuambia haya kwa sababu I have seen giant people. Nimeona watu wengi ambao niliamini wana nguvu kwenye maisha yao walionitangulia. Nimewaona wakimaliza mwendo wakiwa hawajafanikisha kile ambacho Mungu alitaka wakifanye duniani. Na mtu anakuambia kabisa, kuna vita zilinishinda nikaishia njiani. Hauwezi ukapambana vita ya muda mrefu kiroho na ukashindwa kama una nguvu. Hauwezi ukapambana, hauwezi ukapambana vita ya muda mrefu kiroho kama hauna nguvu. Nilikuwa naangalia namna kiatu kinavyotengenezwa. Sio kiatu limradi kiatu. Namna kiatu, proper shoes, kiatu chenye ubora kinavyotengenezwa. Nikahesabu kinapita kwenye mashine takriban 11. Sizungumzii kiatu limradi kiatu, watumishi. Nazungumza shoes. Hivi nafikiri anayetengeneza iko kiatu katika ubora katika hatua 11. Uimara wake iko kiatu kikoje? Moyo wako hauwezi ukawa imara kama usipopita kwenye hatua zaidi ya moja. Paulo, nafundisha kwa habari ya msimu mpya katika eneo la kiti. Hii sio vita nyepesi. Ndio maana ukiangalia toka nimeanza kugusia kiapo na agano, hatujaingia kwenye maombi bado juu ya kiapo na agano bado. Mimi ninayekufundisha, roho yangu inaniambia bado. Hata nilipokuwa naongea na Mungu alfajiri aliniambia bado. Labda kama wewe ambaye msikilizaji wa maombi na unayepokea ukiniambia tayari, nitakushangaa. Ya wapi, lini? Kwa nini? Kwa sababu sio vita ambayo unaweza ukaikabili kama hauna enough muscles. Sasa mimi paka nakuja na kufundisha, maana yake nimeshayapitia hayo, nimeshayaishi, nimeshategemezwa na Mungu katika hayo. Kwa ninapoileta vita namna hiyo ili tuweze kupambana, maana yake muhusika unayemuingiza kwenye hiyo vita alitakiwi kuwa betri iliyokufa. Betri iliyokufa hata ukiliwashia na betri jipya aliwaki. Aongea jirani yako sasa hapo. Yaani betri iliyokufa halina nguvu, hata uweke betri jipya aliwaki. Kwa sababu vita nyingi ambazo tunapambana, kuna saa tunapoteza mwelekeo wa vita kwa sababu ya majaribu yanayoinuka ndani ya hizo vita. Tofautisha majaribu na vita na vita. Unaweza ukawa kwenye vita alafu vita ikaleta majaribu. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini kwenye maisha tusogee? Mimi najitoa. Kwa nini kwenye maisha watu wasogee kidogo? Na ndani ya kusogea kidogo ndani ya mwaka mpya, kwa nini wanajikuta wanaishi maisha yale yale? Sababu usipoelewa msimu mpya, usipoelewa msimu mpya, okay, siku hayati Magufuli anazikwa pale Chato. Kila kiongozi wa Chama cha Mapinduzi aliyekuwa anakuja kutoa speech walisema rais wetu huyu mpya alizunguka na mheshimiwa rais nchi nzima wakinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa anachokuja kukifanya
anakuja kuendeleza yale ambayo walizunguka wakiyasema. Na rais akiwa akizungumza alikuwa anasema hivi, nitayaendeleza yaliyoachwa na mheshimiwa rais aliyeondoka. Lakini nenda kwenye ilani za baada ya uchaguzi mpya, baada ya kumaliza muda ule, akaingia kwenye awamu nyingine, rais akasema vipaumbele vyangu katika awamu yangu ni hivi. Kiti cha urais ni kile kile, lakini msimu umebadilika, na anayekuja kukaa kwenye kile kiti anaanza kueleza mipango aliyonayo kabla hajaingia kwenye msimu. Kwa hiyo leo akitaka kuleta mpango mwingine mpya, ni lazima kwanza akae kikao cha kamati kuu, lazima akae na baraza la mawaziri, alafu waweze kuona kwamba hivi vipya, je, vinatakiwa viende pia bungeni, vikalupitiwe tena kwa upya ili viweze kurudishwa. Kwa lugha nyingine ni hii, msimu ukishaanza hakuna gharama kubwa kama kupitisha kitu ambacho hakipo kwenye msimu uliokwishaanza, na hakuna gharama kubwa kama kuondoa kitu ambacho tayari kipo ndani ya msimu ambao tayari umeshaanza. Ndio maana unakuta ya kwamba mtu anampenda Mungu, lakini maisha yake miaka na miaka haibadiliki. Sio kwamba Mungu hataki kubadilisha, ni mhusika hajagundua namna ya kucheza na mabadiliko ya kimsimu. Bwana Yesu asifiwe. Au kwa nini sasa mwaka jana ulilia sana, sasa hivi 200,000 imeongezeka kwako kwenye kila mwezi? Au kwa nini 200,000 imeongezeka kila mwezi lakini bado hauna saving? Hakuna akiba ambayo unaweza ukaifanya. Nimekupa mfano wa kiti cha urais. Ni kiti chenye mamlaka ya mwisho duniani. Ona kiti cha nyumbani kwenu cha familia. Unapotazama kiti cha nyumbani kwenu kwenye familia, ni kiti ambacho kama kwenye uchumi kuna kiapo chake, kuna agano. Biblia inasema hivi, laana isiyokuwa na sababu haiwezi kumpata mtu. For that case, kiti ili kifanye kazi inategemea aliyekabidhiwa kwenye iko kiti, msimu wake kwenye maisha umewekwa akiwa na miaka mingapi. Ndio maana hakuna maombi mimi nayoyapenda kama maombi ya kimsimu, kwa sababu kuna maombi unaweza ukayafanya kwenye msimu huu yakakusaidia miaka 30 ijayo, na kuna maombi usipoyafanya kwenye msimu huu unakuwa umefungulia mlango wa mashambulizi kwa miaka 50 ijayo. Yesu alipomaliza kufunga, maana yake katika ulimwengu wa roho, Yesu alikuwa ameingia kwenye msimu mpya ili aingie kazini. Na kitu cha kwanza kinachompokea kwenye lango la msimu mpya ni jaribu ambalo anakutana nalo, jaribu la ufalme kwa ufalme. Angalia, kwa nini watu wengi wakianguka labda kwenye hela, kunyanyuka kwao kunakuwa ni kazi sana? Kwa nini watu wengi wakianguka kwenye ugonjwa, kunyanyuka tena inakuwa ni kazi? Usipotambua msimu kwenye maisha yako, ni ngumu kusudi ambalo liko kwenye kutafuta ufalme wa Mungu kwanza likaonekana kwenye maisha yako. Haya, piga kelele na jirani yako hapa sasa. Okay, labda tuwaze hivi, sawa? Labda tuwaze hivi. Unafikiri umaskini kwenye nyumba unayotoka, au magonjwa, au changamoto fulani yoyote tu, unafikiri iliingia kipindi gani?
Kwa mfano, unajua kila serikali duniani ina special committee kwa ajili ya maafa. Na kuna mtu anaingia mshahara, kuna mtu anaingia kazini alipo mshahara kwa ajili na amesomea kabisa namna gani ya kukabiliana na nini? Maafa ya kitaifa. Na kama kiti cha urais kinapitisha kinaruhusu budget ipite, bunge wanaruhusu budget ipite kwa ajili ya maafa, maana yake wanaelewa kabisa kwenye msimu huu wa miaka mitano au kwenye msimu huu wa mwaka wa fedha wa kiserikali maafa yanaweza yakatokea. Kwa lazima wajilinde na msimu ambao hawaujui. Sababu maafa ya mwaka huu hayawezi yakafana na maafa ya mwaka ujao. Sasa nilikuwa nawaza baada ya kuona Dubai wamefunga mipaka, nikasema sasa kama kuna mtumishi mwenzangu aliomba, we Mungu nijalie niende nje ya nchi, kajichanga kaenda wapi? Dubai. Alafu sasa Emirates wanakwambia tu labda ndege zimezuiliwa. Maana yake sasa huyu ndugu yangu kama ndo alibeba hela ya ngama, sasa hakutambua msimu, akaenda wapi? Dubai. Inawezekana akawa ni kweli kabisa ameshafungua hiyo njia kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ameenda Dubai, alafu kafakamia shopping, anatakiwa arudi kesho, alafu ndio Irani wamepiga kitu. Siatabaki kule naimba haleluya sana, tukizunguka kiti cha nini? Nisikilize, hajakosea kusafiri, ila hajaelewa ni msimu upi atoke. Hivi hujai kuona mtu anakuambia ofisini, leo bosi ni mwezi mchanga? Hujai kusikia hiyo kauli? Kwamba jamani, leo bosi ni mwezi mchanga, tumwache. Kwa hiyo anaweza akablast kwenye kikao, alafu wanaomjua wala wasijui. Sababu wanaelewa huu ndio msimu ambao bosi anakuwa ni mwezi. Hauwezi ukaniambia leo nashika milioni 10, alafu niambie baada ya muda eti milioni 10 haipo tena kwenye mikono yako. Maana yake hiyo milioni 10 haikuandaliwa kwenye msimu sahihi. Na nikwambie kitu, jambo la msimu mpya ni la kwako binafsi, ila manufaa na hasara ni ya wote. Ndio maana Yesu alipoenda kufunga, alienda yeye. Anapotoka kwenye kufunga, jaribu analokutana nalo, hawaoni watu wengine wakiwa naye kwenye jaribu. Shetani akiwa amembana Yesu kwenye jaribu, alikuwa yuko Yesu na Mungu wake na adui Shetani. Kwa lugha nyingine, Yesu angekuwa hajaandaliwa kwa ajili ya ule msimu mpya, asingekuwa na majibu ya kutoa.